maneno yaliyojaa upako wako na uweza wako wa kiuumbaji, Bwana, ili tunapoyanena Roho wako Mtakatifu akatuumbe katika namna ambavyo tunapaswa kuwa kama viongozi. Roho Mtakatifu, endelea kutuandaa na kututumia kwa utukufu wako, Bwana. Neno hili likafanyike vazi, neno hili likafanyike utukufu, neno hili likafanyike nguvu na maelekezo ya kipekee. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kukushukuru. Amen. Amina. Basi ujumbe ambao wa kiuongozi Mungu ambao anatupatia leo umebebwa na maneno haya yanasema, maisha ya kiongozi yanavyohitaji hali ya utu uzima. Maisha ya kiongozi yanavyohitaji hali ya utu uzima. Kwa hiyo pigia mstari neno utu uzima. Na maandiko tutakayoyasoma na kuyasimamia, japo leo sitayagusa sana, lakini ni Waebrania sura ya 11 mstari wa 24 mpaka ule wa 28. Mtu mmoja anaweza akatusomea pale. Waebrania sura ya 11 mstari wa 24 mpaka wa 28. Waebrania 11 ya 24 mpaka 28. 28. Yes. Okay. Hiyo 11 hiyo 24. Anasema, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amunaye yeye asiyeonekana. Kwa imani akaifanya Pasaka na kule kunyunyiza damu, ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama ambavyo tumesema, kichwa cha somo kinasema maisha ya kiongozi yanavyohitaji hali ya utu uzima. Basically naweza nikasema tu kwamba uongozi ni maisha. Lakini sio lazima maisha yawe uongozi. Maisha yanaweza yakawa sio uongozi, lakini uongozi ni maisha. Kwa maana Mungu anapokuchagua kama kiongozi, basi maisha yako yote lazima yaonyeshe hiyo dhana ya uongozi, kwa sababu uongozi ni maisha. Hakuna point katika maisha yako hutatakiwa kuonyesha hali ya uongozi, kwa sababu uongozi ni maisha. Uweze ukasema mimi ni kiongozi tu kanisani, nyumbani mimi nikishafika nyumbani uongozi nimeuacha kanisani. Labda mimi ni kiongozi sijui wapi, nikiwa huko kijiweni nimeuacha. Yani uongozi ni maisha. Unatakiwa ufunuke kwenye kila sekta ya maisha ambayo Mungu anakupa. Umeshikana na nani? Umeungana na nani? Yani uongozi kwetu sisi ni maisha. Hatuna otherwise.
Ndio maana kuna aina ya maisha tunaweza tukaitamani sana watu wengine wanayoishi, lakini sisi Mungu anakuwa ametunyima. Kwa sababu tunalazimika kuonyesha aina ya maisha ya kiuongozi ambayo Mungu ameyaweka ndani yetu kwa ajili ya kusudi lake. Kwa hiyo basi, utu uzima ni hitaji katika maisha ya kila mtu aliyeitwa kama kiongozi. Na ni tatizo kubwa ambalo tunalo hivi sasa, kwa maana ya kwamba tuna viongozi wengi ambao wanakosa sifa ya utu uzima katika uongozi wao. Na hiyo ni hatari sana. Hiyo ni hatari sana. Tuna viongozi wengi ambao wanakosa sifa ya utu uzima. Kama wanakosa sifa ya utu uzima, maana yake wamebeba sifa ya uchanga au ya utoto mchanga ndani yao. Yeah. Na hili ni tatizo tulilonalo. Na unaweza ukaona kwa jinsi ya kawaida tu, tunaposema huyu ni mtu mzima, yani watu kuna hali ambayo wanategemea kuona kwa mtu mzima. Wasipoiona ile, ndio wanasema sasa, mtu mzima hovyo. Manake tulitegemea kuona kitu fulani tofauti na vijana na watoto na nini, kwa sababu huyu ni mtu mzima. Lakini hatujakiona, therefore jamii inamuita huyu mtu mzima ovyo. Tulitegemea kuona vitu fulani kwa kiongozi mwenye utu uzima ndani yake. Lakini kama hatuvioni, maana yake ni jibu unalo mwenyewe. Sasa na unaona hii dhana ya utu uzima inajifunua katika maeneo mbalimbali kwa viongozi kwenye Biblia. Tukianza na andiko ambalo tumelisoma. Anasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima. Why mentioning utu uzima? Haiko pale kwa bahati mbaya. Maana yake anaposema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima, maana yake kuna wakati Musa hakuwa mtu mzima. Kuna wakati alikuwa mtoto mchanga. Na unaweza ukaona anafanya link kati ya imani na utu uzima. Manake ni kama vile anaonyesha kwamba imani inafanya kazi sana na hali ya utu uzima. Kwa sababu kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima ndio aliweza kufanya mambo kadhaa. Tutayaona huko mbele. Ndio aliweza kufanya mambo kadhaa. Lakini kabla ya utu uzima, huoni imani ikitajwa kumsukuma Musa na kumpeleka kwenye majukumu fulani. Uone. Kwa hiyo tunapokuwa na kiongozi ambaye hana utu uzima, tutategemea utendaji wa imani wa kiwango cha chini sana. Kwa sababu hakuna mazingira yaliyokuwa set kwa ajili ya imani kufanya kazi ndani ya yule kiongozi. Kwa hiyo nasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima, ndipo msukumo wa kiuongozi, ndipo msukumo wa kiutumishi ukajitokeza. Sasa tutarudi huko baadaye. Lakini unaweza ukaona kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza kuendelea pale chini kidogo, kama mtu anaweza kunisomea. Korinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza kuendelea kidogo. Inasema hivi. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Watoto, nataka uliangalie neno watoto wachanga katika Kristo, kwa sababu utoto mchanga ni kinyume cha utu uzima.
Ukisoma maandiko vizuri, utu uzima kinyume chake ni utoto uchanga. Kwa hiyo nasema alisema nao kama watoto wachanga, maana yake sifa ya utu uzima hapa haionekani. Endelea. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula. Kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Naam, hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husda na fitna, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. 4. Maana hapo mtu mmoja asemapo mimi wa Paulo, na mwingine mimi wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Mimi basi Apolo ni nani na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Labda mpaka hapo nataka nikuonyeshe tu kwamba hili ni kanisa la Korinto, watu ambao Mungu alikuwa amewajalia karama na vipawa kwa sababu ya kulitengeneza kanisa. Kwa hiyo unaona dhana ya uongozi iko pale, kwamba amewapa vipawa, karama, watumike katika ngazi na nafasi tofauti tofauti ndani ya kanisa kwa ajili ya kujenga kanisa. Kwa hiyo unaona issue ya uongozi iko pale. Lakini huoni imani ikifanya kazi pamoja nao. Huoni walichokiamini kikionekana katika maisha yao kama viongozi, kama watu waliopewa vipawa na nguvu za Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hali ya utu uzima haionekani kwao. Ndio maana Paulo anasema mimi sikuweza kusema na ninyi kama watu wa rohoni, kama watu wazima. Umeona? Kama watu wazima, lakini nimezungumza na ninyi kama watoto wachanga vile, kama watoto wachanga. Na anaonyesha madhara ya ukosefu wa utu uzima. Anaonyesha. Kwa maana kwamba hapa anataja sifa za mtoto mchanga. Tutaona uko mbele pia. Tutaona uko mbele. Anasema hapa wivu, sijui fitina na nini na mambo kama hayo. Ni utoto mtupu. Utoto mtupu ambao sifa hizi huwezi ukaziona kwa kiongozi mwenye hali ya utu uzima. Utegemei kuona mambo kama haya. Lakini kwa sababu ya hapa tunawaona viongozi wenye hali ya uchanga, kwa hiyo unaona kwamba wanashindwa kusonga mbele kwa sababu hawajaseti mazingira ya imani kufanya kazi na kuleta matokeo yaliyotarajiwa na Mungu katika nafasi yao ya kiuongozi. Sasa utu uzima kibiblia haimaanishi umri alionao mtu kwa jinsi ya mwili, kama ambavyo tumezoea kuona kwamba mimi sijui na miaka 50, sijui yule ana miaka 60, kwa hiyo ni mtu mzima. Biblia haitazami kwa jinsi ya namna hiyo. Wala Biblia inapozungumzia utu uzima haimaanishi miaka alionayo mtu katika wokovu, kwamba sasa niliokoka miaka 20 iliyopita na miaka sijui 30 kwenye wokovu, kwa hiyo mimi ni mtu mzima. Biblia haimaanishi. Unaweza ukawa na muda mrefu sana katika wokovu, lakini ukawa bado ni mtoto mchanga kwa jinsi ya rohoni. Unaweza ukawa na umri mkubwa kimwili, lakini bado huna hali ya utu uzima rohoni. Na unaweza ukawa kijana mdogo tu kwa nje, lakini rohoni una hali ya utu uzima. Sasa Biblia inapofunua hii dhana ya utu uzima, inagusa maeneo kadhaa kwa mtu au kwa kiongozi. Fungua pamoja na mimi
Wakorinto wa kwanza sura ya 13 na mstari wa 11. Wakorinto wa kwanza sura ya 13 na mstari wa 11. Tasoma. Yeah. Nilipokuwa mtoto mchanga. Nalisema. Ndio. Yeah, sawa. Nalisema kama mtoto mchanga. Nalifahamu kama mtoto mchanga. Nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima. Mambo ya kitoto. Yes. Nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Anasema 12. Basi mpaka hapo nifikiri 11. Tunataka tuone Biblia inaposema utu uzima inagusa maeneo kama matatu hivi muhimu kwa kiongozi. Anasema nilipokuwa mtoto mchanga. Anaweka hiyo contrast, mtoto mchanga vis-a-vis mtu mzima. Nilipokuwa mtoto mchanga, kitu cha kwanza anasema nalisema kama mtoto mchanga. Nalisema, hilo ni jambo la kwanza, kama mtoto mchanga. Lakini la pili anasema nalifahamu kama mtoto mchanga. Yaani nalielewa mambo kama mtoto mchanga. Lakini la tatu anasema nalifikiri kama mtoto mchanga. Kwa hiyo unapokuwa na kiongozi ambaye hana hali ya utu uzima ndani yake, manake kufikiri kwake au fikra zake ni kama za mtoto mchanga. Namna anavyofahamu na uelewa wake katika mambo ni kama mtoto mchanga. Na namna anavyosema, kauli zake ukimsikiliza unaona kabisa kwamba hapa hakuna utu uzima. Hapa hakuna utu uzima. Sasa hii ni hatari sana, ni hatari. Unaweza ukamuona mtu amekaa kanisani, ameokoka miaka 30 iliyopita, akapewa uongozi, lakini kumbe bado ni mtoto mchanga. Ukimwangalia namna anavyosema, namna anavyofahamu mambo, uelewa wake, namna anavyofikiri, ni mtoto kabisa, mtoto kabisa. Kwa hiyo anaweza kapewa uongozi, lakini itasumbua sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana hali ya utu uzima, lakini amebeba ile hali ya utoto, ile hali ya utoto. Sasa haya mambo matatu haya ndiyo yataonyesha uchanga wa kiongozi au utu uzima wa kiongozi. Anasema Paulo, tokea hapo nilipokuwa mtu mzima. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima. Aliyabatilisha mambo ya kitoto. Kwenye Biblia nyingine ya Kiingereza anasema I put away childish things. Manake unapokuwa kiongozi alafu bado huja put away childish things, ni tatizo. Kwa sababu unakuwa kiongozi lakini unaoperate katika mifumo ya utoto badala ya kuoperate katika mifumo ya utu uzima, kwenye namna ya kufikiri kwako, namna ya ufahamu wako, na namna ya kusema kwako. Kwa hiyo kiongozi lazima atoke kwenye mfumo wa uchanga na aingie kwenye mfumo wa utu uzima. Na utu uzima. Sasa unaweza ukaona kwenye fikra, mtu anapofikiri ndipo inamtengenezea hali ya kufahamu mambo. Umeone? Kwa hiyo na anapofahamu pale, hisia pale ndio zinatengenezwa pale. Kwa hiyo mtu anaweza akawa na hisia za ujasiri kama kiongozi, anaweza akawa na hisia kama za chuki, anaweza kuwa na hisia kama za furaha, anaweza kuwa na hisia za kumpenda Mungu au kumcha Mungu. Inategemea na namna anavyofikiri na namna fikra zake zilivyo ndizo ambazo zinamjengea kufahamu na ule ufahamu ule ndio unampelekea sasa kusema au kutamka. Umeona? Au kutamka. Kwa hiyo kama fikra za huyu kiongozi hazipo kwa Mungu, fikra zake zitakuwa labda kwake tu, nafsi yake na mambo yake na nini, ufahamu wake katika Mungu utakuwa mdogo sana.
Kwa hiyo mtu huyu kuto kusamehe kwake kunaweza kukawa ni rahisi sana, kulipiza kisasi kwake kunaweza kukawa ni rahisi sana, kwa sababu namna ya kufikiri kwake ni ya kitoto na namna ya kufahamu kwake imekuwa kitoto. Therefore hata anavyosema ndio maana ukirudi kwenye Wakorinto wa kwanza 3 kwa sababu mimi nilikuwa naongeleni kama watoto wachanga, kwa sababu wale jamaa ukiangalia kufikiri kwao, yani Mungu alikuwa nje kabisa. Na namna yao ya kufahamu mambo kwamba Mungu ndio anayekuza na nini, walikuwa hawana hiyo. Umeona? Lakini mwisho wa siku mpaka kwenye kuongea kwao wanasema mimi ni wa Paulo, wewe ni wa Apolo. Unaona kabisa kwamba hapa hakuna utu uzima. Hawa watu kiwango chao cha uelewa ni hovyo. Na hiyo ni kwa sababu ya namna wanavyofikiri. Kwa hiyo pale anaposema nalipokuwa mtoto mchanga nalisema, nalifahamu, nalifikiri kama mtoto mchanga. Sasa ukitokea kutoka chini huko, yeye ameanza amesema nalisema, nalifahamu, nalifikiri. Kwa hiyo sisi tukianza nalifikiri, nalifahamu, nikasema. Kwa sababu unapofikiri ndipo inakutengenezea ufahamu. Na unapopata ufahamu ndipo mambo yanajaa moyoni kwenye hisia, ndipo unakwenda kusema sasa. Ndio unakwenda kutamka. Simpendi mtu huyu. Si hivi na hivi. Hivyo na hivyo. Kwa hiyo unachosema kimetengenezwa na ufahamu, na ufahamu umetengenezwa na fikra. Umeona? Kwa hiyo unapokuwa kiongozi, nini utasema kinategemea sana nini unafahamu. Na nini unafahamu kinategemea sana namna unavyofikiri. Nini unafikiri inategemea sana data ulizo nazo. Ndio maana Biblia inasema kwamba neno la Mungu likae kwa wingi sana, kwa sababu those are the only data ambazo tunatakiwa tuwe fed, kwa sababu kwenye lugha ya kompyuta wanasema garbage in, garbage out. Ukifeed garbage kwenye nafsi yako na kila kitu kama kiongozi, of course utakachokuwa unatoa kitakuwa kitakachokuwa processed na kutoka kitakuwa ni garbage. Kwa hiyo when you feed yourself with God's word na knowledge ya kimungu namna hiyo, tuta expect kile kitakachokuja the outcome itakuwa ni mambo ya kimungu. Sasa ni hatari sana unapokuwa kiongozi halafu unasema kama mtoto mchanga, unafahamu mambo kama mtoto mchanga, na unavyofikiri ni kama mtoto mchanga. We will go nowhere. Na baadhi ya matatizo au magomvi ambayo tumeyapata kanisani wakati mwingine ni kwa sababu ya uchanga. Ni kwa sababu ya uchanga tu. Namna ambavyo watu wanafikiri, namna ambavyo watu wanaelewa mambo. Ule uchanga ule ndio unapelekea wakati mwingine magomvi hayaishi kwenye nyumba ya Mungu. Hayaishi. Kwa sababu tumekosa sifa ya utu uzima. Sifa ya utu uzima. Sasa ukiangalia kwenye Waebrania sura ya 5 mstari wa 13, tuangalie sifa za mtu mzima. Sifa za mtu mzima kama kiongozi. Waebrania 5:13 unasemaje pa? Waebrania 5:13. Yes. Anasema kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Sawa. Sasa hapa anatupa sifa hapa za mtu mzima na mtoto mchanga. Mtu mwenye hali ya utoto mchanga na mtu mwenye hali ya utu uzima. Sasa nianze na hii ya utu uzima. Anasema sifa moja hapo ya mtu mzima ni kwamba yeye ana uwezo wa kula chakula kigumu. Chakula kigumu. Na nimekaa sana hapa nikatafakari. Kwa sababu kule mbele anasema huyu mtu mzima anakula chakula kigumu kwa sababu akili yake imezoezwa kupambanua mema na mabaya. Kwa hiyo
kwenye hiki chakula hiki kinachoitwa kigumu, manake kuna mema na mabaya kwenye hiki chakula. Kwa hiyo mtu anapokula anatakiwa apambanue kwenye hiki chakula, mema ni yapi na mabaya ni yapi, ya kweli ni yapi, ya uongo ni yapi. Sasa kiongozi ambaye hana sifa ya utu uzima, yani hawezi kupambanua, yani hawezi kupambanua. Ngoja hapo nitakuja baadaye. Lakini unaona anapozungumza chakula kigumu, nilikuwa najiuliza sana, hiki chakula ni kipi hiki? Umeona hiki chakula ni kipi? Lakini ukisoma hiyo teksti vizuri kwa umakini na kwa utulivu, unaweza ukaona chakula hapo kinasimama badala ya neno la Mungu, moja. Lakini mbili, inasimama badala ya mambo au matukio tunayokutana nayo kila siku. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizi zifuatazo. Kwa nini neno la Mungu? Kwa nini chakula hapa ni neno la Mungu? Kwa sababu alikuwa anazungumzia walimu wa uongo ambao wanaleta mafundisho ya uongo. Sasa anasema mtu mzima, kwa sababu akili yake imezoezwa, akiletewa hayo mafundisho ana uwezo wa kupambanua, kujua haya sio mafundisho yanayopatana na Kristo na haya ni mafundisho yenye uzima yanayopatana na Kristo. Anaweza kutofautisha. Lakini neno la Mungu linapokuja kwetu, manake linatukutanisha na maisha na matukio ya maisha yetu ya kila siku. Ndio maana Yesu anasema hili limetokea ili maandiko yapate kutimia. Hili lilitokea ili maandiko yapate kutimia. Kwa sababu kuwepo kwa maandiko ni kutusaidia sisi kuishi, kwa maana kwamba kwenye kila scenario, kwenye kila tukio la kiuongozi, la kifamilia, la kibinafsi, kila tukio lina sehemu ya neno la Mungu kule. Na sehemu ya neno la Mungu kule. Kwa hiyo nasema hapa, huyu mtu mzima huyu, yeye ana sifa ya kula chakula kigumu kwa sababu anasema akili. Yaani anazungumza chakula alafu anazungumzia akili. Kwa hiyo hiki chakula hiki huwa kinakwenda kwenye akili, kwa sababu akili zao zimezoezwa kupambanua. Kwa hiyo kuna matukio tunayoyapata kwenye maisha yanahusisha akili. Akili yako lazima ichambue kwamba hivi kwenye tukio hili na mtukuzaje Mungu. Nimetukanwa matusi, lakini kwenye tukio hili akili yako lazima ipambanue kwamba yani nafanyaje hapa? Nafanyaje hapa? Neno la Mungu linasemaje hapa? Kwa hiyo nasema mtu mzima anakula chakula kigumu, kama kiongozi amejikuta yuko kwenye very hard situation. Ni chakula kigumu hicho. Lakini akili yake inahitaji kupambanua kwamba hapa nasovu vipi kitu bila kumwaibisha Kristo. Ndio maana anasema akili zao zimezoezwa. Kwa nini zimezoezwa? Kwa sababu kuna matukio yanayotokea kwa kiongozi kila iitwapo leo. Kwa hiyo kila tukio likitokea linampa uzoefu wa kujua namna gani nifanye kwa jinsi ya kimungu katika nafasi ambayo nimewekwa ili Mungu apate kutukuzwa. Hapa panahitaji utulivu wa hali ya juu. Anapozungumzia chakula nimesema, moja, neno la Mungu, lakini mbili, mambo au matukio tunayokutana nayo kila iitwapo leo. Yanahitaji akili zetu. Akili zetu kupambanua, kuchanganua, kwa sababu wanasema hizi akili zao zimezoezwa, manake zimewekwa into practice.
ziko kila siku kwenye practice. Akili yako wewe kila siku iko kwenye practice. Ufanye nini umpendeze Mungu au ufanye nini usimpendeze Mungu. Akili yako kila wakati inachakata chakula, inachakata situation, inachakata mambo. Sasa ile hali ya utoto ile, kama kiongozi anakuwa ni mtoto, akili yake inakuwa haina uzoefu wa matukio magumu. Akisemwa kidogo tu kasusa, kaacha uongozi, kaondoka. Kwa nini? Utoto tu. Mtoto mchanga huyo. Akili yake haijazoezwa kupambanua mema na mabaya. Kwa sababu ingekuwa imezoezwa kupambanua mema na mabaya, angejua kwamba kuacha uongozi na kukimbia, hilo ni jambo baya kwa Mungu. Hilo ni jambo baya. Siachi uongozi kwa sababu labda fulani kanisema kwamba mimi sijui kuongoza. Siachi uongozi kwa sababu kuna mtu amenisaliti. Akili lazima ichanganue mema na mabaya, kwamba hapa pamoja na nimesemwa, lakini Mungu anatakaje, neno linatakaje, kwa sababu uongozi ni maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa nilikuwa nashughulikia hicho chakula kigumu. Akili zetu zimezoezwa tough things. Na ndio kinapita huko, namna tunavyofikiri, namna tunavyofahamu, na mwisho wa siku namna tunavyosema. Akili, maeneo hayo yamezoezwa kupata mambo tough. Kama kiongozi umefika mahali umedhalilishwa, umetiwa aibu, akili yako inapokea namna gani? Inachakata vipi? Akili ya mtoto mchanga itakuja pale, itasema kwamba mimi nimedharauliwa, wamenionea, wamefanya hivi. Lakini akili ya mtu mzima itakwambia kwamba Kristo alidhalilishwa, lakini alidharau aibu, akauchuchumilia msalaba, akaiona ile furaha iliyowekwa mbele. Hiyo ni akili ya mtu mzima, akili ya kiongozi mwenye hali ya utu uzima. Kwa hiyo hata ruhusu uchungu na maumivu yale yamrudishe kwenye utoto. Atabaki pale kwenye utu uzima, anakula chakula kigumu hicho, na anakwenda namna hii. Jambo la pili nitataka kulifafanua hapa. Anasema akili zao zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Kwa sababu chakula chochote kikija, kwa mfano kama tunasema neno la Mungu linaletwa na manabii wa uongo, kwa lazima kupambanua kule. Unaona, kupambanua. Lazima kupambanua. Lakini situation hizo zimekuja, zimetutokea sisi. Situation ngumu. Lazima tuwe na uwezo wa kupambanua, kwa sababu hayo matukio yanapokuja, yanakuja yakiwa yamebeba mambo mawili. Yanakuja yakiwa yamebeba jambo baya na jambo jema. Umefanyiwa jambo baya, lakini lile jambo baya lile lina sura mbili. Lina sura ya wema na sura ya ubaya. Umefanyiwa jambo zuri, hilo jambo zuri linaweza likawa limebeba sura mbili, baya na jema, uongo na ukweli. Sasa mtu mzima kazi yake ni kupambanua mema na mabaya. Labda niseme hivi, mtu anaweza akakuletea zawadi, kama kiongozi wewe kanisani, umeletewa zawadi. Labda mwana mama, sisemi kila zawadi ni mbaya, labda mwana mama akakuletea zawadi. Kama mchungaji, suti au nini, unapokea. Lakini kiongozi mwenye ukomavu lazima aweze kupambanua kwamba katika hii suti kuna jema au pia kuna baya limekuwa attached hapo. Umeona? Au nia ni ipi? Umeona? Kwa hiyo ukachukua tahadhari tu vizuri, kwa sababu wengi kati ya viongozi wamepotea kwa sababu ya zawadi kama hizo. Zawadi kama hizo, wakanunua moyo wa kiongozi, kajikuta kazama na na unajua, wakati mwingine Mungu sisi viongozi anatuweka katika uhitaji mkubwa kwa sababu zake tu za kimsingi. Sasa sisemi tupokee zawadi, nazungumzia tusipokee zawadi, nazungumzia uwezo wa kupambanua mema na mabaya katika matukio na katika scenario tofauti.
Uwezo wa kupambanua uongo na ukweli. Uongo na ukweli. Mtu anakuja anakueleza habari za mtu mwingine, yani unaondoka pale umeshabadilika na mtazamo kabisa kwamba huyo mtu mwingine hafai, ni mbaya nini, lakini ni kwa sababu hujamsikiliza pia na huyo mtu mwingine. Hujamsikiliza. Kwa hiyo kiongozi mtu mzima hawezi kuamini tu kwa sababu kasikia upande mmoja. Atataka kupata taarifa na kwa huyo mtu mwingine ili aweze kupambanua mema na mabaya, uongo na ukweli, kwa sababu uongozi ni maisha. Sasa kwenye Biblia moja ya Kiingereza anasema hapa, huyu mtu mzima anasema whose mental faculties are trained by practice to discriminate and to distinguish. Nimependa hayo maneno. Kwamba yani mental faculty yake, ile hali yake ya akili ile ya kufahamu kule ndani, imekuwa trained, imekuwa kwenye practice, ili kumfanya huyu kiongozi aweze kudiscriminate na kudistinguish. Yani akisikiliza mambo namna hii au tukio likitokea namna hii, anakuwa na uwezo wa kujua kabisa kwamba hili tukio hili limebeba jambo baya la kunitenganisha mimi na mchungaji wangu. Kwa hiyo lazima hapa nikae vizuri. Hili tukio hili limebeba jambo baya la kunitenganisha mimi na kiongozi mwenzangu. Kwa hiyo lazima nikae katika hali ya utu uzima. Au haya maneno haya yamebeba chembe fulani za uovu za kunifanya mimi. Kwa hiyo anasema mental faculty yake, kufikiri kwake, kufahamu kwake kumekuwa katika mazoezi, katika practice, katika practical hiyo, ili kumwezesha kudiscriminate na kudistinguish uovu na wema. Sasa hapa viongozi wengi ambao hatuna hali ya utu uzima tunachemka, tunashindwa kupambanua. Neno la Kiswahili ameweka zuri, kupambanua manake ni kutofautisha, kuchambua, ukaweza kuweka bayana mema na mabaya. Ukiona kiongozi amekumbatia jambo baya, utafikiri hilo jambo ni jema, ujue ameshindwa kupambanua. Yani yeye kalishikilia lile baya, unashangaa kabisa kwamba yani kwa nini huyu haoni kwamba hili ni baya, lakini kalishikilia hilo, yani na ameshika msimamo kweli hapo. Yani ujue hali ya utu uzima haipo, ndio maana ameshindwa, amekosa sifa au uwezo wa kupambanua. Kwa sababu haiwezekani ukipambanua ujue hili jambo ni baya na Mungu halipendi, mimi kama kiongozi sitakiwi niwe nalo, alafu bado umelishikilia. Lazima kuna kitu kina miss mahali. Lazima kuna kitu kina miss mahali. Viongozi wengi leo hii tumebeba chuki, hali ya kutosameana, tumebeba wivu, tumebeba hasira, na tunafikiri hayo ni mema. Lakini hiyo ni dalili ya uchanga. Hiyo ni dalili ya uchanga kabisa. Uchanga kabisa. Kwa sababu tunajua kabisa haya mambo, yani tumekosa sifa ya kupambanua, tukajua kwamba haya mambo haya hatustahili kuwa nayo. Hata ingekuwa vipi hatustahili kuwa nayo, kwa sababu Kristo aliyafia hayo. Kwa nini niwe nayo? Kwa hiyo tumepoteza uwezo wa kupambanua. Na ukiweza kupambanua, maana yake kufikiri kwako kumeguswa. Ukiweza kupambanua ujue mental faculty yako, kufikiri kwako kumeguswa, kufahamu kwako kumeguswa, na baadaye tutasikia kusema kwako kukijaa maneno yenye kujenga, maneno yenye kupatanisha, maneno yenye kuimarisha kama kiongozi. Lakini unasikitika sana kwamba leo hii tuna aina ya viongozi ambao wakiona mgogoro, yani wao ndio wanakwenda kuchochea. Watatafuta maneno ya kuchochea. Unashindwa kuelewa what sort of leaders are they? Kwamba tunajielewa kweli? Kwamba yani unaona kabisa kwamba hapa hawa viongozi au sisi viongozi tumekosa sifa ya utu uzima. Tumekosa sifa ya utu uzima. Kwa hiyo namna yako ya kufikiri, namna yako ya kufahamu, lazima ikikosa utu uzima utashindwa kupambanua.
kupambanua mema na mabaya, uongo na ukweli. Uongo na ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Sasa labda nitoke hapo niingie kwenye sifa ya mtoto mchanga. Sifa ya mtoto mchanga. Sifa ya mtoto mchanga, ile hali ya uchanga. Kwenye ile Waebrania sura ya 5 mstari wa 13 anasema hivi: mtoto mchanga hajui sana neno la haki. Neno la haki. Mtoto mchanga. Kwa hiyo unapokuwa na kiongozi mwenye uchanga ndani yake, maana yake anakuwa hajui sana neno la haki. Kwa hiyo huwezi kumuona akiliapply neno kwenye maisha yake. Tumesema, kumbuka, uongozi ni maisha. Every single point kwenye maisha yako yanakutaka wewe uwe kama kiongozi. Kwa hiyo nasema sifa ya mtoto mchanga. Kwa hiyo ukiwa na kiongozi ambaye ni ana hali ya uchanga, manake utakosa hali ya kuliona neno la Mungu likiwa applied kwenye maisha yake. Hutaweza kuiona hii, kwa sababu sifa ya mtoto mchanga ni kwamba hajui neno la haki, hajui kulitumia neno la haki. Kule nasema mtu mzima akili zao zimezoezwa. Zimezoezwa. Huku huyu hajui neno la haki, hana uzoefu huo, hana practice hii. Wakati neno linasema msichoke kutenda mema, kiongozi mwenye hali ya uchanga ndani yake, aliyekosa utu uzima, atasema mimi nimechoka bwana. Kwa nini kila siku mimi niwatendee watu mema, wao tu wao na nilipa mabaya tu, kila siku nilipa mabaya tu, mimi nimechoka bwana, nimechoka. Hajui sana neno la haki huyu. Hajui. Kiongozi ambaye anatunza hasira kifuani mwake muda mrefu, hajui sana neno la haki, kwamba neno la haki limempa fursa ya kuwa na uchungu na hiyo hasira kwa masaa 12 tu. Baada ya hapo anatakiwa ayafute kabisa kwa damu ya Yesu na kila kitu. Nje ya hapo Mungu anajua kabisa kwamba ule uchungu na ile hasira lazima itamzalishia ubovu kwenye moyo wake. Kwa hiyo ametoa ruhusa ya masaa 12 pekee. Jua lisizame, lisichwe, bado hiyo hali imekaa, manake itakutengenezea ubovu. Sasa kiongozi ambaye hana utu uzima ndani yake, anaweka hiyo hasira, hiyo chuki, mwezi, mwaka, matokeo yake anajitengenezea maradhi tu yeye mwenyewe. Yaani unabebaje vitu ambavyo havina tija, kwako? Kwa nini? Yaani why carrying them? Kiongozi ambaye hajui kusamehe, kusamehewa kwake kumebebwa na jinsi ya yeye anavyosamehe wengine. Kwa hiyo unamkuta kwamba huyu kiongozi ni ngumu sana kusamehe, kwa sababu hajui sana neno la haki, kwamba linasema utusamehe makosa yetu kama, napenda neno kama vile na sisi tunavyowasamehe wengine makosa yao. Manake Mungu, nisamehe mimi in the same way mimi ninavyowasamehe wengine. Sasa kwa nini mwaka mzima umebeba mtu, wewe kama kiongozi hutaki kumsamehe? Mimi wewe nani? Umefanya nini? Wewe Mungu umemfanya mangapi? Mungu angebeba ya kwako ungekuwa namna hiyo? Au unataka kujifanya wewe haki kwa namna gani? Sasa imagine una watu 100 unaowaongoza pale. Wamekukosea watu 5, 6, wote hao umewabeba. Wewe utakuwa binadamu? Kwa hiyo huyu kiongozi mchanga huyu hajui kuapply neno la haki, na kwa sababu hiyo lazima ule uchanga utaleta dosari
hali yake ya kiuongozi, kwa sababu uongozi ni maisha. Kwa nini nasema uongozi ni maisha? Uongozi ni maisha kwa sababu ni mahusiano na watu mwi 100%, mwanzo mwisho. Uongozi ni mahusiano na watu. Sasa kama hautakuwa na hali ya utu uzima wewe tegemea tu mapresha yatakuwa ya kwako, mavisukari yatakuwa ya kwako, manini yatakuwa, mauchungu yatakuwa, yani you'll get nowhere. You'll get nowhere. Kiongozi mchanga asiyojua neno la haki, huwezi kuliona akili apply. Anasema atalipiza kisasi. Kwamba kafanya hivi, mimi nitamkomesha hivi. Kafanya hivi, mimi nitamkomesha hivi. Wakati neno la haki linasemaje? Kwenye Mithali 17:13. Kwamba mtu akilipiza mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Mabaya hayataondoka kwenye maisha yake kama analipiza mabaya. Kwa sababu kiongozi mwenye utu uzima lazima ata-apply hii kwamba swala la kulipiza mabaya sio la kwangu. Mimi sikuitiwa hicho. Mimi nimeitiwa kubariki, sikuitiwa kulani. Nimeitiwa kubariki, nimeitiwa kuombea wanaoniudhi, nimeitiwa kuonya, nimeitiwa kukemea, lakini si kulipiza mabaya. Lakini kiongozi mwenye hali ya utoto atataka mashindano ya namna hiyo. Kafanya hivi, mimi namkomesha hivi. Kafanya hivi, mimi namkomesha hivi. Si kazi yetu. Yaani hapo utafeli total. Na hii ndio maana inapelekea kutuonyesha tofauti ya Sauli kama kiongozi na Daudi kama kiongozi. Sauli alikuwa kiongozi, lakini aliyekosa kujua neno la haki. Alikuwa ana utoto mwingi ndani yake. Ndio maana ilimgharimu sana katika uongozi wake. Soma Biblia vizuri. Kwenye ile Samueli wa 2 sura ya 3 mstari wa 1 kuendelea. Kwa sababu ya utoto ndani yake akaamua kufanya vita na Daudi. Ule ni utoto. Wewe mfalme umepewa mamlaka yote na nini, yani unachoogopa kitu gani? Unaogopa nini? Kwa hiyo Biblia inasema hivi, kukawa na vita muda mrefu sana kati ya nyumba ya Daudi na nyumba ya Sauli. Lakini nyumba ya Sauli ilidhoofika na nyumba ya Daudi ikastawi. Kwa nini? Tofauti iko hapo tu. Daudi alijua sana neno la haki, lakini Sauli hakujua neno la haki. Kwa hiyo utu uzima unatakiwa utusaidie kutafsiri matukio yanayotupata katika maisha kwa namna ya rohoni, ukitumia sana neno la haki. Kama uwezi kutafsiri matukio yanayokutokea kwenye maisha yako kama kiongozi kwa kutumia neno la haki, yani utaferi miserably kama Sauli vis-a-vis Daudi. Daudi tofauti ya Daudi na Sauli, tofauti yao ni katika namna tu ya kufikiri. Angalia katika namna ya kufikiri. Ukiangalia kwenye Samueli wa kwanza, sijui kama mtu anaweza kunifungulia pale Samueli wa kwanza 24 mstari wa 10. Nikuonyeshe tofauti hapa. Samueli wa kwanza 24 mstari wa 10. Tofauti ya Sauli na Daudi. Mmoja ni kiongozi mwenye hali ya utu uzima, mwingine ni kiongozi mwenye hali ya utoto. Samueli wa kwanza 24:10 nasema hivi. Tazama leo hivi macho yako yameona jinsi Bwana alivyokutia mikononi mwangu pangoni. Na watu wengine wakaniambia nikuue. Lakini nikakuacha, nikasema sitaki kuunyosha mkono wangu juu ya bwana wangu. Kwa maana yeye ni masihi wa Bwana. Sasa angalia hizo fikra za Daudi. Daudi anasema watu waliniambia nikuue, wamenitengenezea hizo fikra. Lakini mimi siwezi kuua. Mimi siwezi kuua kwa sababu naelewa. Umeona?
aliyakataa hayo aina ya mawazo kama mtu mzima, sema neno la haki aliniruhusu mimi kufanya hivi, kwa hiyo mimi siwezi kukuua, japo watu wamenishawishi, wamenionyesha sababu kadhaa za kukumaliza wewe, lakini mimi ni kiongozi, mtu mzima. Lakini angalia namna yake ya kufahamu kwenye mstari huo, anasema yeye ni masihi wa Bwana. Yani kufahamu tu kwamba huyu ni masihi wa Bwana, siwezi kumtendea. Kwa hiyo namna yake ya kufikiri ikapelekea namna yake ya kufahamu kwamba huyu ninayedili naye sio mtu wa kawaida, huyu ni masihi wa Bwana, kwa hiyo siwezi. Umeona? Sauli yeye hakumtambua Daudi kama masihi wa Bwana. Kwa hiyo hata namna yake ya kufikiri, huyu mimi nitammaliza. Namna yake ya kufikiri na namna yake ya kufahamu hakumtambua Daudi kama masihi wa Bwana. Lakini ukiangalia sura hiyo 26 mstari wa 9 anasemaje pale? Samueli wa kwanza. Sura ya 26. Mstari wa 9. Mstari wa 9. Lakini Daudi akamwambia Abishai, usimwangamize, kwani ni nani awezaye kunyosha mkono wake juu ya masihi? Hebu angalia hapo. Hicho ni kiwango kikubwa cha ufahamu cha kiongozi ambaye ni mtu mzima. Anamwambia Abishai, mmoja kati ya walinzi, amesema msimuangamize, kwa sababu nafahamu ni nani anayeweza kumwangamiza masihi wa Bwana asipate hatia. Leo hii ni viongozi wangapi wanaangamizana wao kwa wao bila kujua kwamba hapa mimi namuangamiza masihi wa Bwana. Tunaangamizana kwa maneno, tunaangamizana kwa kuwekeana figisu kwenye huduma, ni uwe tu huduma ya fulani. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya aina ya ufahamu tulionao. Hatumeshindwa kufahamu kwamba huyu mtu Mungu amewekeza sana kwake, huyu ni masihi wa Bwana, Mungu ana kitu naye huyu. Hata kama amekosa kwa Bwana wake, kama nina uwezo wa kumrekebisha, nimrekebishe kwa njia nzuri ili Mungu aendelee kunufaika naye. Lakini leo hii Daudi anasema hapa kiwango kikubwa sana cha ufahamu, ni nani anayeweza kumgusa au kumuua masihi wa Bwana asipatikane na hatia? Yupi? Kwa hiyo angalia waumini wanavyotumika kuua masihi wa Bwana. Angalia watumishi wenyewe tunavyotumika kuua watumishi wengine wa Bwana. Tumekosa kiwango fulani cha utu uzima kinachopelekea ufahamu wa kiuongozi, kwamba sikupewa kuua mtu, nimepewa kumsaidia mtu. Hata kama imani yake imetindika, nimepewa kumjenga mtu. Masuala mengine yeye atamalizana na Bwana huko, lakini mimi nisiingie kwenye hatia hii. Ni nani anayeweza kumnena vibaya, kumfanyia mabaya masihi wa Bwana akabaki salama? Lakini angalia namna ya kusema kwake Daudi. Yani hivi vitu vinani move sana. Sura ya ile Samueli wa kwanza 24:10 tuliyosoma pale. Anasema, nikasema sitaki kuunyosha mkono wangu juu ya bwana wangu. Kwa nini alisema? Alisema kwa sababu alikuwa na fikra kama hizo. Zile fikra zikampelekea ufahamu wa aina fulani. Ule ufahamu sasa ukampa kuzungumza, akasema pamoja na ushawishi wote na sitaki kuunyosha mkono wangu juu ya bwana wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiangalia kwenye Samueli wa pili sura ya kwanza mstari wa 14 na 16, kuna mtu alikuja pale kimbelembele akasema sijui amemuua sijui Sauli na nini. Daudi alishangaa sana. Anasema unajisifia kumuua masihi wa Bwana? Unajisifia kumuua masihi wa Bwana? Ni nani anaweza kumuua masihi wa Bwana alafu asipate? Nani? Anambia damu yake huyu itakuwa mikononi mwako. Itakuwa mikononi mwako mwenyewe. Lakini napomalizia ni kuonyeshe tu mfano wa Ayubu na mke wake. Mungu anaweza kutumia hali ngumu kumjaribu mtu. Kilichowatofautisha Ayubu na mke wake ni namna ya kufikiri, namna ya kufahamu,
na namna ya kusema. Mke wa Ayubu anasema mkufuru Mungu ukafe. Anasema kwa sababu gani? Kwa sababu amefikiri kwamba Mungu hana upendo. Ni Mungu gani huyu? Anatuacha tunateseka namna hii. Ni aina ya fikra zilizompelekea ufahamu kwamba Mungu ni mbaya, Mungu ni wahovyo, ambapo ikampelekea kunena sasa. Lakini mtazame Ayubu. Ayubu anasema mimi ninachofahamu, fikra zake ninachofahamu, yani kwa Mungu tunaweza tukapata mabaya, na hapo hapo kwa Mungu tunaweza tukapata mema. Sio tunapata mabaya kwa maana kwamba Mungu ndio anatupa mabaya. Mungu anaweza akaruhusu mabaya ili kujaribu tu kwamba tuko kwenye hali gani, tutamcha yeye, yani hivyo. Kwa hiyo hali ile ya kufikiri ikampelekea kufahamu kwamba katika hali zote Mungu anabaki kuwa wa kutumainiwa. Kwa hiyo Biblia inasema pale katika mambo hayo yote Ayubu akamwabudu Mungu tu, akasema Bwana alitoa, ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Siwezi kumtukana Mungu, siwezi kufanya chochote. Kwa hiyo unaona tofauti ya Ayubu na mke wake. Kwa mke wake kumejaa hali ya utoto, lakini kwa mume kumejaa hali ya utu uzima. Unaona vitu viwili tofauti. Kwa hiyo unaona tabia ya mtoto mchanga. Tabia ya mtoto mchanga ni tabia ya mwilini. Anasema kule kwenye Wakorinto kule, anasema mimi nilisema na ninyi kama watoto wachanga, watu wenye tabia ya mwilini. Kwa hiyo ukiwa na kiongozi mwenye hali ya uchanga, yani definitely uwe na uhakika kuyaona matendo ya mwili zaidi kuliko matendo ya roho. Kwa maana utaona uko wivu, utaona uko hasira, utaona uko chuki, utaona uchawi. Tuna viongozi ambao mpaka leo wanakwenda kwa waganga wa kienyeji. Tuna viongozi mpaka leo ni washirikina, wachawi, lakini wako kwenye madhabahu. Kwa nini? Kwa sababu ya ile hali ya uchanga. Umeona? Ya uchanga. Umeona? Anasema nazungumza na ninyi kama watoto wachanga. Kama kwenu kuna fitina, kama kwenu kuna chuki, nyinyi mnawezaje mkajipambanua kwamba ninyi ni viongozi wenye hali ya utu uzima ndani yenu? Inawezekana vipi? Ni uchanga na utoto umejao. Hali ya ubinafsi, wivu, chuki. Anasema hizi ni tabia za mwilini, sio za rohoni hizi. Uweze kukuta watu wazima wanakuwa na vitu kama hivyo. Haiwezekani. Sasa hapa mimi nilikuwa najenga msingi. Labda wiki inayokuja tutaanza kuangalia sasa pale kwamba Musa alipokuwa mtu mzima alienda hivi. Lakini nilikuwa na kusetia hapa foundation, na nadhani kwa neema ya Mungu nimefanya vile ambavyo Mungu amenisaidia, na naamini haya yatatupeleka kwenye ngazi nyingine ya kujicheki sisi wenyewe na wajibu mbalimbali ambao Mungu ametupa kwenye maisha yetu, na namna ambavyo tunalitumia sana neno la Mungu kwa halali katika kudhihirisha aina ya uongozi ambao Mungu ametupatia. Kwa kusema haya machache, nadhani tumeshaenda karibu lisaa lizima sasa. Nifike mwisho. Labda kama tukianza na Gerard, alafu tuje kwako Samuel, alafu tutamalizia na Benson. Kama kuna swali, kama kuna msisitizo mahali, kwa sababu hii ni adult learning. Adult learning ni tunajifunza wote kwa pamoja. Umeona, sio kwamba mtu mmoja anajua zaidi, hapana. Kwa hiyo kuna vitu unawezekana umeviona hapa, Roho Mtakatifu amekuangazia wakati tunazungumza, unavileta, unavitebo ili wote tuweze pia kunufaika vile ambavyo pia vimekugusa, hali kadhalika. Kwa hiyo basi nitoe fursa hii. Karibu sana Gerard. Asante sana mchungaji. Nashukuru na nilipokuwa na ile somo nilikuwa najitafakari binafsi. Binafsi kuona kwamba hivi mimi mtu mzima au mtu mdogo.
Ipokuwa kuna wakati mtu kama mtu mdogo unaweza ukasirika. Unaweza ukasirika. Lakini kuna vitu unavifanya ambao vinakufanya uonekane kama mtoto mdogo. Na ukiambiwa ukweli unakataa. Ya, kwa hiyo kuna sehemu nimeona kwamba okay, hapa ni mtu mzima. Na kuna sehemu kwamba hapa nilikuwa mtoto mchanga. Na hii ndio maana halisi ya neno la Mungu kwamba ni kama kioo. Linapokuja linakutazamisha, kuonesha kwamba neno la Mungu linasema. Bado nijifunza vitu vingi sana, lakini kikubwa sana ambacho nimeking'amua hapa ni kwamba utoto au uchanga ni upo tu, yani automatically ni kitu ambacho kipo. Lakini utu uzima ni swala la kuamua kwa mtu mzima. Yani mambo ya kiroho ni tofauti na mambo ya kimwili. Kimwili mtu unakuwa tu, unakuwa tu mtoto ana hivyo. Lakini kiroho ni maamuzi yako binafsi kuamua kuwa mtu mzima. Kuna msemo babangu anaambia kwamba zamani sana kama ndio umeshakuwa hapo tupigie ngoma umekuwa hapana yani. Lakini ananiona nimekuwa, lakini akiwa tendo yangu mbona nafanya ni ya kitoto. Kwa maana alikumbusha umeshakuwa au tupigie ngoma kwamba umekuwa nilikuwa umekuwa. Kwa hiyo swala la kuwa mtu mzima, hasa mtu mzima wa kiroho, ni swala la wewe binafsi kuamua. Kuamua kwamba sasa ninaamua kuwa mtu, au nataka kuwa mtu mzima. Ndio maana nasema kuogania kwamba akili zao kwa kutumiwa wamezoezwa kupambanua mema na mabaya. Kwa hiyo pia utu uzima unahusisha akili kutumiwa, lakini pia kuzoezwa au kupata uzoefu. Unaambiwa kwamba kumbe uzoefu pia unakusaidia kuwa mtu mzima, yaani kwenye kuwa pambanua. Maana yake unajua kwamba hiki ni kibaya, hiki ni kizuri, hiki ni kibaya. Kwa hiyo wakati mwingine mambo ambayo tunakutana nayo, aidha yawe mazuri au mabaya, yanatusaidia sisi kupata uzoefu. Kama nilifanya hivi nikapata hichi. Nikafanya wakati mwingine bwana kuambiwa na mtu tu ni vigumu sana kuelewa. Kweli. Lakini ukigusa moto ukaungua, huu ni moto, ukigusa. Kwa hiyo kumbe hata mambo ambayo tunapitia pia, mazuri, mabaya, ya kuhuzunisha, ya kufurahisha, vyote vile katika maisha yetu, haya mambo yanatupa sisi uzoefu. Ambao uzoefu ndo unatusaidia sasa kupambanua kati ya jema na baya. Kwa hiyo kinifanya pia kujua okay, sawa, yote ambayo nimeyapitia, yote ambayo nayapitia, yote ambayo nayajua, yote ambayo nimejifunza, ni katika mchakato wa mimi kulipa nini? Uzoefu. Sasa mimi sasa ndo yangu ya kwanza kwamba mimi ndo nitaamua okay, sasa hapa haya ambayo nimeyapitia niyatumie vema ili nifanye kuwa mtu mzima. Sababu wako ambao wanapitia lakini bado tu yani wanaleta utoto yani tunasema kwamba hivi swala la kuwa mtu mzima hasa kiroho ni swala la maamuzi. Waliusema swala la muda, kama unaweza kuwa uko miaka 30, miaka 50, na miaka 100 kwenye wokovu, lakini kama haujaamua kuwa mtu mzima hauwezi kuwa mtu mzima. Yaani hauwezi kuwa mtu mzima. Maana kama unavyosema kwamba pale tunaendelea kumlini kwamba
Musa kwa mtu mzima alifanya hivi, alifanya nini. Kwa haya mambo ndo unajifunza ambayo yanakufanya kwamba okay, kumbe watu wazima wanasema hivi, kumbe watu wazima wanafahamu hivi, kumbe watu wazima wanafikiri hivi. Kwa hiyo sasa usipofanya au nisipofanya mimi maamuzi ya kuamua kuwa mtu mzima, inawezekana lakini kafanya kila siku, lakini bado nikawa mtoto mchanga. Inawezekana nikawa kiongozi, inawezekana nikawa hata mchungaji, kama hata askofu, maana maaskofu ambao ni maaskofu lakini hawajaamua kuwa watu wazima, yani bado tu ni watoto wachanga. Kwa hiyo sio swala la title, sio swala la muda katika wokovu, sio swala la kusoma sana, sio swala, ni swala la wewe kuamua ukisaidiwa na Roho Mtakatifu kufanya kuwa mtu mzima. Kwa hiyo binafsi nijifunza sana kwamba yani niombe Mungu anisaidie, anisaidie. Kama vile unasema kwamba okay, unapata hasira na unakoke hasira sikaa yani siku nzima mpaka jua ikacha na sana kwa unamuoke na Mungu ni mtu mzima hapa au ndio mtoto. Sio kujioji kwamba okay na muaje ni yakti kama mtu mdogo au yakti kama machua die Christian amekomaa. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana kwenye kwanza kutamani, kutamani kuwa mtu mzima. Kuwa shauku kutaka kuwa mtu mzima. Lakini pia kufanya maamuzi hayo ya kuwa mtu mzima. Lakini jambo la tatu, kuyaishi haya maamuzi ambayo ni okay, nimeamua kuwa mtu mzima sasa. Okay, ninaachana na mambo yote ya kitoto, na yabatilisha mambo ya kitoto yani naamua kuachana. Sema nimeyabatilisha tangu nilipokuwa nimeyabatilisha mambo yote ya kitoto. Lakini sasa ambao si huyu mtu naye lakini alifanya maamuzi binafsi kama naamua kuyabatilisha yote. Kwa hiyo hivyo nijifunza kwamba swala kutu uzima dilishi unakoka lini, dilishi ni swala kufanya maamuzi ya dhati, maamuzi ya ndani na maamuzi ya kweli na kusimamia Mungu akutia nguvu. Basi ndio inakufanya wewe kuwa mtu mzima na wala sio vinginevyo. Na wala sio vinginevyo. Kwa binafsi nimejifunza sana na Mungu akubariki. Amina. Asante. Nashukuru sana. Barikiwe. Karibu Kote. Amina. Asante sana baba. Nashukuru. Nimejifunza pakubwa na siko mbali sana na mtumishi Gerald. Na ni swala la kuamua kama tulivyosoma letu hili ile Waebrania 11 mstari ule wa 24 mpaka 28. Biblia inaonyesha Musa tangu akiwa na umri mdogo sana ameishi kwenye nyumba ya Farao. Lakini ulifika wakati, na huo wakati Biblia inauita alipokuwa mtu mzima, akaona. Maana yake ni swala la kimaamuzi. Ni jambo la kuamua. Kwa hiyo naungana hapo pia na mtumishi Gerald kwa namna ambavyo amezungumza na amesema. Lakini hasa kwa somo ambalo tumekuepo nalo nimefunza kama ulivyosema maisha yetu kama viongozi kwa ujumla yanahitaji sisi kuwa watu wazima. Yanahitaji sana sisi kuwa watu wazima, na uongozi ni maisha. Yani namna kiongozi kuishi unahitaji kuonesha kwamba umekuwa, unahitaji kuonesha kwamba umepevuka namna, na kama ulivyozungumza sana namna tunampima huyu amepevuka au amekuwa kwa namna gani. Paulo mtume anasema namna ya kufikiri, namna ya kufahamu ulionao, namna ya kusema. Lakini nafikiri pia jambo la 4 ambalo naweza nikaongezea nilipokuwa nadhani pia ni jambo namna unavyotenda mambo kwa kiongozi. Kwa hiyo
unaweza ukawa unafikiri sawa, ukawa unafahamu mambo fulani sawa, ukawa unasema, lakini wakati mwingine unasema lazima uoneshe, ufanye kama kiongozi, uwe mfano, maana yake namna unapotenda pia yale mambo kama kiongozi. Kwa hiyo haya ndio yanajumuisha gani sasa tumekuwa watu wazima kwenye eneo la uongozi, na ni muhimu sana kama nilivyosema, ni hitaji la msingi, yani kuwa mtu mzima au kukua au kupevuka kifikra, kiufahamu, unatazama mambo, namna unavyofikiri mambo, na unaona mambo, namna unavyopokea mambo kama kiongozi yeyote, ni jambo la msingi sana, ama ni hitaji la msingi sana, kama vile tunavyohitaji kula chakula, tunahitaji kuvaa. Hilo pia la kuwa mtu mzima, kuwa na uwezo kupembua mema au kupambanua hili ni jema, hili ni baya, na kuchukua maamuzi sahihi juu ya hayo mambo, ni jambo la msingi sana kwa kiongozi yoyote. Ni jambo la msingi. Mimi penoti kwamba ni sana kwa muda tumekaa kwenye wokovu, hapana. Japo nimekuwa nikifikiri pia wakati Timotheo alipewa majukumu haya akiwa kijana pia, lakini wakati Paulo anampa maelekezo pia alimwambia kwa habari ya watu wanastahili viongozi pia, kwenye kile kitabu cha Timotheo sura ya 3, alapo kwa habari ya sifa za makuu na mashemasi, namna Paulo alimwambia wasiwe ni watu ambao hawajakaa kama yani wameokoka hivi karibuni, wao ni watu at least wamenyofu au wameokoka kwa muda fulani. Hilo pia ni maana pia baba kusaidia wao. Lakini nimejiza pia mzima pia hiyo kwa gani akoka pia, nadhani jambo la msingi pia tunapoangalia pia kuhusiana na eneo ya la kwa hiyo kulifafanua hilo vizuri. Kama shukuru sana kwa haya ambayo nimefunza mambo ya na binafsi mimi ya sana. Barikiwa. Amina. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Na Samuel, Benson, are you around? Karibu. Halo. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Ishe namshukuru Mungu, nimejifunza na nimepata somo vizuri. Samahani pale kwanza sikuwa kwenye mazingira sawa, ndio maana nika nimesema mic. Okay. Japo nasikia nimefurahi sana kwa ajili ya ujumbe ambao Bwana ameweka ndani yako na umeuleta huu kwa ajili ya viongozi. Somo kubwa, na maadamu umeweka foundation hapa, na mimi huko mbele kutoka vizuri sana. Na kimsingi somo linahitajika kwangu mimi. Kuna vitu ni mistari ambayo naisoma kila wakati, lakini leo imekuja kwa namna mpya sana. Jambo ambalo nimelipata la kwanza ni Musa alipokuwa mtu mzima, kile ambacho tumesema uhusiano wa imani na utu uzima. Ni sentensi imeficha vitu vingi sana. Hiyo kitu nimejifunza sana, lakini pia kwenye hilo somo ambacho nimejifunza, kumbe Mungu anatafuta utu uzima. Ndio Biblia inasema Musa alipokuwa mtu mzima.
Mungu akaanza kumpa majukumu ya kiuongozi. Ile miaka mingine ile 40 ya kupata hekima kule Misri na ile 40 ya kule kwa mkwewe Yesu ni kumpatia baadhi ya uzoefu kwa ajili ya kusudia kazi kubwa iliyoko mbele yake. Kwa wakati ujumbe unaendelea nikaa nimesema kumbe kuna kitu Mungu anatafuta ndani kinaitwa utu uzima. Ya hiyo kwa kweli imenipa jukumu lingine zito la kutafuta hicho kitu. Sana. Kwa hiyo hicho nimepata, lakini kingine ambacho nimeona kwamba sawa sana ujumbe unaposema uongozi unavyotegemea hali ya utu uzima. Nikaja kuona kiumuhimu kikweli kiongozi kama sitokuwa mtu mzima na ile dalili ya uwezo wa kula chakula kigumu. Na nimependa sana na nimejifunza chakula kigumu moja ni ile neno la Mungu, lakini pia matukio tunayokutana nayo kila siku. Hapa kama kiongozi kitu ambacho nimejifunza kweli kabisa, kama nisipokuwa mtu mzima hapa nitachemka. Na wakati unaendelea kulichakata kuna matukio mengi sana nikawa nayakumbuka na nikasema kumbe kuna kama tungelikuwa watu wazima kuna baadhi ya matukio hata yasingetokea. Yametokea na yameendelea ni kwa sababu tu ya kutokuwa watu wazima, hasa kwenye ile ambalo umeliongea uwezo wa kula chakula kigumu. Si kwenye neno la Mungu. Kuna wengine kweli ni hodari sana katika neno, lakini kwenye yale matukio kwenye yale matukio tunayokutana nayo kila siku, kutofautisha, kuweza kujua kabisa hili hapa si la kukaa nalo, hili hapa hili la kulishikilia. Nimependa uliposema kuna kitu ambacho nitakuwa kamatie cha Kristo ndani, ndio utakuwa kamatia. Sasa ni kwa sababu ya utoto unakuta kuna mambo mengine yanaenda mbele kwa muda mrefu sana. Kwa kiongozi nimejifunza sana kumbe haya mambo hayafai. Haya mambo hayafai. Lakini pia nimejifunza kile kitu chosema utu uzima utusaidie kutafsiri matukio yanayotokea kwenye maisha yetu kwa kutumia neno la haki. Kwa kutumia neno la haki. Na kuna kitu ambacho kiongea hapa kusema kwamba mtoto mchanga huoni neno likiapply kwenye maisha yake. Kwa hiyo unaona ni kama vitu viwili, neno la Mungu linasema kingine, huyu ni kitu kingine. Sasa hii itakuwa ngumu sana kulitumia neno la haki kwenye kutafsiri matukio yanayotokea. Sasa kwa kiongozi kama hatutakuwa na hiki kitu ni hatari moja kubwa sana. Ni hatari moja kubwa sana. Kikweli ni somo nimelipenda na nimelipenda sana na limekuwa muhimu sana. Kuna vitu ambavyo umeliongea pale, unakuta mtu labda kuzila uongozi kwa sababu kasikia matamko. Hiyo ni hali ya utoto. Kuacha kwa sababu ya jambo hili, hiyo ni hali na vitu vingine vingi. Na sidhani kama Mungu atatumia kama anavyotaka wakati mwingine. Ndio maana kwenu nyinyi Mungu anaweka haya mafundisho ili yaweze kufika ndani yangu. Kweli naona kuna mahali Mungu amekusudia niweze kufika. Ndio maana hizi jumbe kwangu naanza kuona zinakuja kwa upya sana. Na wakati mtumishi Gerard anachangia kwenye ule mfano wake aliposema kwamba wazazi mpaka wampigie ngoma sijui kwamba bwana umeshakuwa mtu mzima, na maana yake kuna vitu pia wazazi wanatamani kuona kama tukijiongoza. Hasa ile sentence ulisema maisha, uongozi ni maisha. Sasa kuna mstari hapa kwenye hii Waebrania 5:12 wakawa wamesema kwamba kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi sanasema maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundisha na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu.
nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa hiyo ni kama vile kuna kitu huyu mtu alikuwa anatafuta kukiona ndani yao cha utu uzima ili kuwa viongozi. Neno walimu, sidhani kama nakosea hiyo walimu, maana yake ni huduma pia ni uongozi. Maana yake ndani yao kitu cha uongozi ni kama kilikuwa kinatafutwa, lakini sasa huyu mtumishi anaona kama hakipo. So wakati mwingi umepita, lakini yani sioni kama mnakuwa, yani mko pale pale. Maana yake hawastahili, yani bado hawastahili kuwa kwenye uongozi. Kwa hiyo najua mbele tunakoelekea ni kuzuri, lakini pia imenipa kutafakari na kuona ya kwamba zinahitajika bidii. Maana yake hawa watu walionekana ni wavivu. Walionekana ni wavivu kutekeleza baadhi ya mambo, na ndio maana ule utuzima ndani yao ulikuwa hauonekani. Kwa hiyo ni muhimu sana kiongozi atoke kwenye uchanga kama ulivyosema. Kiongozi atoke kwenye uchanga na awe mtu mzima. Kabisa. Kuna kweli kuna baadhi ya mambo yani hatutaweza, na kuna mahali hatutafika, ni kama tutaendelea kung'ang'ana kwenye utoto. Na umesema, nimependa sana pia zile dalili za utoto, kufahamu, kufikiri, kusema kama Paulo mtume alivyosema, na alisema kama mtoto mchanga. Kufahamu na alifahamu kama mtoto, kufikiri pia. Sasa nimependa ulivyogeuza, kufikiri kuna kupa ufahamu na kufahamu unakupa kusema. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unamsikiliza mtu unasema huyu ni kwa sababu ya utoto tu. Utoto tu alionao. Huyu ni kwa sababu tu ya utoto tu alionao. Kwa kweli masomo haya ni ya msingi sana. Sana. Nilikuwa napendekeza kama unaweza kuandika notes, unakuwa unazipiga picha ili sina wakati kama tunaweza tukanukuu kila kitu, lakini yale maelekezo unakuwa unaandika, na mimi kuna kitu inaweza kutufikisha. Darasa hili kikweli kuna namna limenibadilisha. Yaani hili risali moja limenibadilisha sana, na nimejua sasa natakiwa kuwa mtu wa namna gani kwenye haya maeneo ambayo umeyasema. Ni mwanzo, ni msingi ulioshiba sana. Na mimi mbele huko ya kifikra nitabadilika, na itanipa juhudi sana sasa ya kuanza kufikia ule utimilifu ambao sasa Mungu amekusudia. Mungu akubariki sana mchungaji. Mungu akuzidishie sana haya maarifa. Akuzidishie sana. Nimejifunza kitu kikubwa na nimechukua kumbe ndani yangu. Mungu anatafuta utu uzima. Amen. Basi tunashukuru sana mtumishi. Utaunganisha hapo na maombi, alafu Nasibu utafuata, and then Gerard utamalizia. Amina. Haya tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliyetukuka, mtakatifu wa Israeli, Mungu mwenye enzi yote, tuseme nini tena Bwana mbele zako, mfalme wa mbingu na nchi? Si wote wanapata neema hii Bwana ya kusikia mafundisho haya. Mfalme wa mbingu na nchi, wapo watu wanaolipa gharama nyingi na kubwa sana Bwana kukaa chini Bwana na kupata mafundisho haya. Lakini Bwana mabwana, umetupa bidii, lakini umetupa utii Bwana wa kusikiliza kile kitu ambacho umeweka kwa mtumishi wako, bila kujali mazingira tulionayo Bwana, bila kujali umbali tulionao Bwana mabwana. Lakini mfalme wa mbingu na nchi, umempa juhudi na jitihada mtumishi wako mfalme wa mbingu na nchi, kuhakikisha ya kwamba sisi ambao umetuweka chini yake tunapata haya maarifa Bwana mabwana, ili tuwe watu tunaofaa mfalme wa mbingu na nchi. Maana wengine wetu Bwana mabwana ni viongozi katika nyanja mbalimbali, kwenye maisha yetu wenyewe kama ulivyotusemesha, lakini kwenye familia na hata kwenye kanisa Bwana mabwana. Yesu, tunakushukuru sana mfalme wa mbingu na nchi. Haya maarifa Bwana, kama hayatakuwa msaada leo, kesho yatakuwa msaada Bwana. Tutapita katika mazingira, sauti hii ya mtumishi wako Bwana mabwana itaendelea kusikika ndani ya fahamu zetu Bwana, katika jina lako Yesu, mfalme wa mbingu na nchi. Asante kwa ajili ya Waebrania ile sura ya 11. Asante pia kwa ajili ya mtumishi wako Bwana. Kwa upekee kabisa ninamleta mbele zako mfalme wa mbingu na nchi. Endelea kumtunza na kumuimarisha
sana sana sana, Bwana mabwana. Endelea kumpa hiyo bidii Bwana, lakini pia na sisi Bwana mabwana, mfalme wa mbingu na nchi, tusije tukalaumiwa kama hawa Bwana walivyoambiwa, maana wakati mwingi umepita, kuna mahali tunatakiwa kufika. Bwana mabwana, tupe hiyo juhudi mfalme wa mbingu na nchi, na juhudi yenyewe ni kusikiliza haya mafundisho kwa bidii Bwana, ili ndani yetu kitu kipya kije, kufikiri kwetu Bwana mabwana kubadilike, na kufahamu kwetu kubadilike, ili kusema kwetu Bwana mabwana kuwe kwa utu uzima, kwa sababu tumekuwa Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo, uwe pamoja nasi Bwana. Hakika Bwana, yale makusudi ya kiongozi uliyoyakusudia mbele yetu, ambao kwayo Bwana unatutrain sasa, Yesu Kristo, endelea kututengeneza, endelea kutuimarisha Bwana, kutoka kwenye sauti ya mtumishi wako mahali alipo Bwana mabwana, hiyo sauti isikatike ndani ya mioyo yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yeye na familia yake Bwana, endelea kumtunza. Mema yote Bwana uliyoyapanga kwenye maisha yake, Yesu, lisipunguke hata moja Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliye hai, Mungu wa mbingu na nchi, na sisi Bwana ambao umetuweka chini yake Bwana mabwana, ili kupata yale uliyoweka ndani ya moyo wake na hekima uliyoweka ndani yake Bwana. Mimi na mtumishi wako Gerard mahali alipo, mimi na mtumishi wako Samuel mahali alipo, mimi Bwana mabwana, na viongozi wote mfalme mbingu na nchi ambao tunatumika wote katika utumishi huu, tuliotoa Bwana sehemu ya utumishi ulioweka kwa mtumishi wako Bwana mabwana. Mungu tusaidie katika jina la Yesu, tusikizishe sauti yako kupitia Bwana mabwana, madhabahu ya mtumishi wako ulioweka ndani yake Bwana, katika jina la Yesu. Hiyo neema isipunguke kwetu Bwana, hiyo neema izidi kwetu Bwana mabwana. Sema naye mfalme wa mbingu na nchi, kila mazingira na katika kila hali, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu yako Yesu itufunike na kutulinda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Karibu Nasibu. Ninakushukuru Mungu mwaminifu, Mungu mwema, kwa ajili ya pendo wako, kwa ajili ya fadhili zako na namba yako. Asante kwa ajili ya darasa la kwanza la uongozi iliyokwisha kupita. Asante kwa ajili ya darasa la pili iliyokwisha kupita, na asante kwa ajili ya darasa la tatu iliyokwisha kupita. Asante kwa ajili ya darasa la 4 siku ya leo, yale ambayo tumeendelea kujifunza Bwana. Ninakushukuru kwa sababu yote haya umekusudia kututengeneza na kutufinyanga tuwe vyombo vinavyofaa kwa ajili ya ufalme wako. Na mioyo yetu ni tunahitaji kufundishika ili Mungu aweze kututumia kwa viwango vya utukufu. Yote haya ni kwa ajili ya kufanya ufalme wako kuwe na kuongezeka katikati ya maisha ya wanadamu. Baba, asante kwa namna ambavyo umeendelea kumtumia mtumishi wako, jitihada alionayo, juhudi alionayo, moyo alionao,